Kuna watu wa aina 5 wa kuombea ambao tunaweza waweka katika makundi 5 yanayowakilishwa na vidole 5 vya mikono. Vidole 5 vya mikono vikusaidie kuombea watu hao. Kidole gumba waombee walio karibu nawe, maana kidole gumba kiko karibu na wewe, kiamsha hivi kinakuwa karibu na wewe. Waombee walio karibu nawe. Watu gani? Jamaa zako, rafiki zako, wapambe wako, upate wapambe wazuri wa kushauri, walio karibu nao, mwenzi wako wa ndoa, watoto wako waombee. Soma Zaburi ya 34 aya kwanza. Kidole cha shahada waombee wanaoonyesha njia. Kidole wake wanaonyesha njia cha shahada, wanaoonyesha njia, wanaoonya na kushauri. Waombee wazazi, walimu na walezi. Soma barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Tesalonike sura ya 3 aya 17 hadi 18. Kidole cha kati kirefu kuliko vyote, cha kati waombee viongozi wa dini, viongozi wa serikali. Soma barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya kwanza hadi 2. Kidole cha pete, kidole cha pete huwa ni dhaifu sana. Wacheza kinanda wanaweza kufahamu hilo, au wapiga typewriter, huwa ni dhaifu. Kwa hiyo waombee walio dhaifu, watoto, waombee wagonjwa, waombee walemavu, wenye ndoa, waliofunga nadhiri za utawa, walioweka viapo vya useja na kadhalika. Soma barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Watesalonike sura ya 5 aya 14. Nafuata kadogo, kidole cha mwisho kadogo. Jiombee wewe mwenyewe, ujione wewe kwamba uko mdogo. Baada ya kuombea wote, tujiombee sisi wenyewe tukiwa wa mwisho. Soma Injili ya Yohane sura 14 aya 14.